mwanamke ukioa anataka mkosane na wanyumbani wote. Huyo naye sio mwanamke, si wako, lakini humu kanisani hawapo. Yaani ukioa anataka mkosane na ndugu wote, baba mkosane, si kaka mkosane. Yana semani. Sasa mwanaume usipokuwa na haki unaanza kukosana na ndugu. Unakosana na ndugu kwa ajili ya mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi wana sehemu katika maisha yetu, sawa? Amina jamani. Ukisoma Kolosai inazungumza, ukisoma Kutoka inazungumza habari ya wazazi. Nazungumza wazazi waliotuzaa, kwa sababu kila mtu aliye duniani amezaliwa, na kama umezaliwa wako wazazi wamekuzaa, na hao wazazi waheshimu, na hao wazazi ni Mungu wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio waliotuleta duniani, pamoja na kwamba Mungu ndio, lakini tumepitia kwenye matumbo yao. Wametulea, wamehangaika. Wakati mwingine hawakulala usingizi kwa ajili yetu, wakati mwingine walishindwa kulala, tuliwasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Tumekaa miezi 9 kwenye matumbo yao, wametuzaa, wametunyonyesha, wametulea, tumekua. Bwana Yesu asifiwe. Tuwaheshimu wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kama hatuna hela, wazazi tuwaheshimu. Tunaelewana jamani? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, wazazi wana baraka. Mzazi akisema tu Mungu akukumbuke, amekuombea. Akisema tu Mungu akukumbuke, hayo ni maombi. Unapoenda kuombewa kwa mchungaji na baba amesema Mungu akukumbuke, yale maombi yanaunganika katika ulimwengu wa roho, milango imefunguliwa. Sasa kuna watu wanakosana na wazazi, wanakimbia tu kwa mchungaji, niombee rahama itoke. Rudi kwa wazazi kwanza, tengeneza na kwenyewe. Unaweza kaomba mpaka ukachoka, kumbe ulikuona na wazazi wapatani kabisa. Hata ungeomba kama kwa wazazi hujatengeneza, Mungu hafungui milango. Na kama utabarikiwa, hautabarikiwa na Mungu naye mchuamini. Lazima uwe vizuri na wazazi. Ndio maana Biblia inasema asiyependa wa kwao ni mbaya kuliko asiyeamini. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Kukosana kupo, lakini kutengeneza. Acha kuishi maisha ya kukosana na wazazi wako. Ipo siku utawatafuta. Si ndio jamani? Wazazi ni wazazi. Unajua sisi wazazi wanapotulea, kuna wakati wanataka na sisi tuwasaidie. Ndio desturi zetu sisi wa Afrika, si ndio? Mtoto anakubaba na kusomesha, anakusaidia, anajua iko siku na wewe utafanya nini? Utamsaidia. Akizeeka na wewe msaada wake. Sasa akina Jomba unakuta sisi tumekaa tu, hatukumbuki wazazi. Jamani, tukumbuke wazazi. Yaani tukumbuke nini? Wazazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazazi tukumbuke, hata kama wamezeeka tukumbuke. Jamani, tuwapeleke hata sabuni wazazi. Si ndio jamani? Hapa tungeulizana kusema, kila mtu aseme ukweli. Wewe ulienda lini kwa mzazi, ulipeleka nini? Wengine hatujawahi. Ulize mwenzako, wewe kwa mzazi wako ulienda lini, ulipeleka nini? Unakuta hata simu tu hajawahi piga. Si ndio jamani? Ulienda lini? Unaenda tu msiba ukitokea, mkikutana huko, sio kwenda. Nenda, jibebe, fungasha, beba hata zawadi yoyote, mpelekee mzazi wako. Atasema Mungu akubariki. Jamani, wote tunataka kubarikiwa, sawa? Amina jamani. Si ndio watumishi wa Mungu? Si ndio? Umeshinda basi, wakati mwingine tuma hata hela kwa mzazi. Akiona imethibitishwa, anajua mtoto amenikumbuka. Unamwambia nimetuma 10,000 huko kwenye simu yako. Jamani, atashukuru eti. Sasa wewe hamuna. Jamani, Yesu, tuwapende wazazi, tuwakumbuke. Amina jamani. Kwa kutokuwatii wazazi ni sehemu mojawapo ya kufungiwa milango ya baraka. Tunapotengeneza na wazazi, tumetengeneza na Mungu. Wazazi ni Mungu. Amina. Wazazi ni Mungu wangapi? Wa pili. Tuwapende wazazi jamani. Wapelekee zawadi wazazi, si ndio?
Sasa unakuta wewe sikukuu unapika mpaka debe la wali, unachinja majogoo na kreti la soda. Umewezi uliza mzazi yeye amekunywa soda? Tunajiulizaga jamani, kwamba hivyo wazazi, mimi nakula wali, wao wamekula nini? Kwani tunaangalia hayo? Ikifika mwezi wa 12 wa mama mpaka ndoa zinaharibika kwa ajili ya nguo ya sikukuu. Yaani usipompa nguo ya sikukuu mo ndani ya mlaliki. Unajua mama wana matatizo Ndio maana hata Yesu hakuchagua wanafunzi wanawake, wangemsumbua. Aliona hawa watanitesa hawa, akachagua wanaume. Mwanaume hata kama ana nguo moja atatembea miji yote. Sio wenzetu hao. Wamama hata mkisema kuna semina, wao ni fursa kwao. Sema tu tuna mkutano mkubwa wa Injili, tayari amepata pa kwenda kudai hela. Sasa kwenye mkutano nitavaa nini? Nguo zimejaa, nitavaa nini? Zingine tena. Yaani mama hataki avae nguo aliyovaa mkutano uliopita na mkutano mwingine avae ile ile. Mnakosa. Anataka kila tukio avae nguo nyingine. Ndio maana Yesu aliwaacha, alijua atanisumbua. Leo Yesu yuko Kaisaria, kesho yuko Galilaya, kesho kutwa Nazareti. Wangesema Yesu angaliaje? Nazareti waliniona na nguo hii. Na tena tunaenda wanione na nguo hii. Nibadilishe mavazi. Yesu akasema hao wabaki, akachukua wanaume. Na ligorori moja akisema Petro tunaenda, tunaamuka na grubasi ya ligorori. Hakuna maswali. Lakini sio wanawake. Sikukuu ikifika mnakosana nguo. Ili hajawahi sema mama anavaa nini nyumbani. Tuwakumbuke wazazi jamani. Unanielewa? Tuwakumbuke nini? Kutokuwatii wazazi ni laana. Si ndio jamani? Utaona umelaniwa, utaomba kuvunja laana, haivunjiki. Kwanza rudi tengeneza na wazazi, uone laana kama haitaondoka.